Tumsifu Yesu Kristu. Mpenzi mtazamaji wa Jugo Media, Injili kiganjani mwako. Jina langu ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako injilishaji. Na leo tumekuandalia kipindi maalum kwa ajili ya kujua mambo kadha wa kadha kuhusiana na kipindi cha Kwaresma, lakini pia na liturujia ambayo inahusika katika kipindi hicho. Nipo pamoja naye Padri Stefano Kaumbe, paroko wa parokia ya Roho Mtakatifu Kitunda. Yeye atatujulisha baadhi ya mambo hayo. Baba, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibu katika kipindi chetu, na kabla tujaanza basi nikukaribisha tufungulie kipindi kwa sala. Kwa jina Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa kipindi hiki ulichotugawia, zawadi kuu ya kipindi cha Kwaresma. Tunakuomba ututie nguvu tuweze kuishi Kwaresma yetu ipasavyo, ili iwe chemchemu ya neema na baraka katika maisha yetu, lakini hasa tuweze kupata nguvu ya kueneza habari yako njema kwa watu wote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Tunapozungumzia kipindi hiki cha Kwaresma, nini maana yake? Kwa kweli kama ulivyosema, ni kipindi muhimu sana katika kanisa, kipindi cha Kwaresma. Nakumbuka Padri Chiwango aliandika kitabu kimoja juu ya vipindi vizito katika kanisa. Kwa hiyo katika vipindi vizito katika kanisa, kimoja wapo ni kipindi hiki cha Kwaresma. Maana unazungumzia Kwaresma na Pasaka, unazungumzia Majilio na Noeli na kipindi cha kawaida cha mwaka. Kwa hiyo hiki ni moja kati ya vipindi vizito muhimu mno, na basi leo tutayaona mengi zaidi ili kusudi watu waweze kufahamu kwa kina maana ya Kwaresma, lakini hasa waweze kuishi ipasavyo hiyo Kwaresma. Kinaweza kuwa kipindi kizito, lakini uzito wake ukapoteza maana kama watu hawayaishi yale ambayo wanapaswa kuyaishi. Sasa tunapozungumzia juu ya Kwaresma, mojawapo kwanza neno ambacho linawashtua watu ni Kwaresma. Kwaresma sio neno la Kiswahili, ili tumekopa, ili tumelitoa. Na neno hili maana yake hasa ni siku 40. Siku 40 kikanisa au katika maandiko matakatifu zina maana sana. Na tuna 42 ambazo wengi wanazifahamu. Miaka 40 ya Wayahudi kutembea kule jangwani, na siku 40 ambazo Bwana wetu Yesu Kristo alienda jangwani kufunga. Zile miaka 40 ya Wayahudi wa Israeli kutembea jangwani, kwa kweli ilikuwa ni miaka ya kujitakasa. Kule wamepelekwa uhamishoni kwa sababu walikosa, walifanya vitu ambavyo kilikuwa kinyume na Mwenyezi Mungu alivyotaka. Anawapa nafasi ya miaka hii 40 kutakasika. Kwa hiyo ilikuwa ni kipindi cha kutakasika, na ndio maana kule jangwani kulikuwa na majaribu, kulikuwa na nyoka, kulikuwa na njaa, kulikuwa na kiu, kama vile tunapoimba katika Zaburi ya 95 juu ya wazazi wenu walivyojaribu Masa na Meriba. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba miaka 40 ilikuwa ni ya majaribu ya kujitakasa, ili kusudi waibuke wamalize ile miaka 40 wakiwa wametakasika, wakiwa safi, wakiwa waadilifu mbele ya Mwenyezi Mungu. Vivyo hivyo tunapozungumzia siku 40 za Yesu kwenda jangwani, tunaambiwa nini? Alienda jangwani akipelekwa na Roho Mtakatifu. Na kule kikubwa tunachosikia ni majaribu. Kule alijaribiwa na Ibilisi. Na hayo majaribu ambayo yalipitia Yesu, mwisho wa siku anakuja kuibuka kuwa mshindi. Namba tuliguse kidogo ile neno majaribu, kwa sababu neno hili lina muhimu sana katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na sio kipindi cha Kwaresma, Mkristo yote ambaye anashiriki katika ibada, anashiriki katika liturujia, misa na nini, neno hili hawezi kuepuka nalo. Kwa nini? Kwa sababu moja ya sala muhimu kabisa linazungumzia juu ya majaribu, usitutie katika vishawishi. Sasa vishawishi ni nini? Ukisoma katika kitabu cha Hekima sura ya 3 aya 9, unasikia huyo mwandishi wa kitabu cha Hekima akizungumzia majaribu. Na yeye anasema nini? Majaribu ni sawasawa na tanuru ya moto, kwamba dhahabu ukiichimba haina faida bila kuipitisha kwenye tanuru. Kule itapigwa na moto mkali, itayeyuka, itakuwa kama uji, na baadaye itatenganika kati ya dhahabu safi na uchafu.
Lakini pia anazungumzia majaribu ni sawa sawa na nini? Na sadaka kuteketezwa. Lazima uitie kwenye moto, iungue, iteketee, ndio tunapata harufu nzuri inayopendeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo majaribu ni kitu cha muhimu. Hauwezi ukawa Mkristo thabiti, uwezi ukawa Mkristo ulio imara katika imani yako bila kupitiwa na majaribu. Kwa hiyo majaribu ni ya lazima. Na pili, sio tu majaribu ni lazima, kukutana na majaribu si dhambi. Dhambi kukubali umezo na majaribu. Yani mfano hiyo dhahabu kwenye moto, kwenye hiyo tanuri, ikikubali kupotea sawa, lakini ikikubali isafishike, ibakie yenyewe. Kwa hiyo majaribu tunapokutana nayo sio kwamba tumetenda dhambi. Majaribu tu yanataka kutukomaza, kutuimarisha, kutusafisha. Kwa hiyo hiyo ndiyo maana ya majaribu. Na mimi huwa napenda kuyagawa majaribu katika aina mbili. Aina ya kwanza huwa napenda kuyaita majaribu tunda. Ningependa nisema tofaa apple, lakini mara maneno hayo wengine hawajazoea sana. Basi tofaa ni apple, ile tunda moja zuri kweli kweli, watu wengi wanalipenda. Lakini majaribu ya pili ni pilipili, tena ni pilipili kichaa, sijui za mwendokasi zile kali kweli kweli. Kwa maana gani? Kwamba Mwenyezi Mungu anaruhusu watu wajaribiwe, na unajaribiwa katika aina hizi mbili. Ama utajaribiwa katika majaribu ya tofaa, ama utajaribiwa katika majaribu ya pilipili. Majaribu ya tofaa ni nini? Majaribu ya tofaa ni yale majaribu matamu, yanavutia, yanapendeza. Wazazi wetu wa kwanza, kwa Adam na Hawa, walishawishiwa au waliingizwa na majaribu na yule ibilisi kwa tunda tamu linavutia. Na katika maandiko matakatifu nakuta wengi wamejaribiwa hivyo. Ukimkuta Daudi, anatoka siku moja jioni, anapunga hewa juu ya gorofa, anaangalia mandhari ya jiji lake lile la Yerusalemu, anamkuta Bathsheba anakoga. Lilikuwa ni majaribu, lakini majaribu ya tofaa. Kwa hiyo majaribu ya tofaa ni yale majaribu matamu. Kwa hiyo mtu, kuna pesa pale, unajaribiwa utake kuiba, wewe unajaribiwa unataka sifa na watu, unajaribiwa sijui upate uongozi, upate vile vitu vitamu. Mtoto mdogo anaweza akajaribiwa kwa sukari, anataka kwenda kudokoa sukari. Hayo ni majaribu matamu, na wengi tunaanguka na haya majaribu matamu, na hasa vijana. Kwa kweli majaribu ambayo yanawasumbua zaidi ni haya majaribu tofaa, haya majaribu tunda. Lakini upande wa pili ni majaribu pilipili, ni makali. Haya nini? Ni mateso, kusimangwa, kusemwa. Yani ni maisha yako ni magumu kweli kweli. Binadamu unapokuwa mgonjwa ni rahisi sana kushawishika kwenda kwa mganga wa kienyeji. Mtu akiwa sijui labda ana kansa, sijui ana ugonjwa gani, ukienda bana, unajua kule Bagamoyo kuna mganga fulani sijui nini anatibu nini. Yani ni rahisi sana kutaka kwenda huko, na ukienda kule unakutana shaka tumbenda mkojongo mama epe mtoto, ndio unakutana na hayo. Kwa hiyo haya yote ni majaribu, na majaribu hasa haya ya pilipili ni kwa watu wazima. Wako wadhaifu, wako wagonjwa, mstaafu ametapeliwa, amefanya nini. Kwa hiyo haya ni aina mbili ya majaribu ambayo tunakutana nayo, lakini sisi tunaambiwa katika aina zote za majaribu tushinde. Nisisahau mfano mmoja mzuri katika maandiko matakatifu ni Ayubu. Tunaambiwa ni katika kitabu cha Ayubu, Mwenyezi Mungu anakutana na ibilisi, shetani. Shetani, umepita huko duniani? Nimepita duniani. Vipi, umemwona mtumishi wangu Ayubu? Mtumishi wako Ayubu nini? Anasali, anafanya nini? Kwa sababu umempendelea, umempa kila kitu. Hebu nipe mimi nafasi nikamjaribu, uone itakuwaje. Na kweli anarudi huku, mali yake yote inateketea, mifugo yake yote inateketea, mifugo inateketea, yote amefanywa majaribu hayo yote, bado Ayubu amesimama imara. Shetani anasema ngoja nimguse mwenyewe, akapata majipu mwili mzima. Kwa hiyo yote unaona ni majaribu. Ama utashawishiwa na pesa na dhahabu na uzuri na sio na vitu gani, ama utashawishiwa na vitu ambavyo ni vichungu, vikali, mateso makubwa kulikweli. Cha msingi ama huku tunapaswa kusimama imara. Kwa hiyo katika kipindi cha Kwaresma, moja ya jambo tunaloambiwa, tunalosisitizwa ni kwamba majaribu hatuwezi kuyaepuka, lakini mwisho wa siku tusimame imara. Sasa naweza nikazungumza tu juu ya majaribu, lakini kipindi cha Kwaresma ambacho majaribu tunayasikia sana, pia tunapewa jinsi gani ya kuyashinda majaribu.
Na jinsi ya kuyashinda majaribu, cha kwanza ni kufunga. Ndio maana hata Bwana wetu Yesu Kristo anaenda jangwani, anakaa kwa siku 40, anashikwa na njaa. Kwa hiyo kufunga, moja ya faida yake ni kutuwezesha sisi kushinda majaribu. Mimi naweza nikaona kuna mti pale una matunda, sijui mnaza au nini, lakini nimefunga, mwili wangu niko dhaifu kwa njaa, bwana acha tu. Unaona, kwa hiyo imenisaidia kwa hiyo kushinda majaribu kwanza ni kwa kusali. Lakini cha pili ni maandiko matakatifu. Kipindi hiki cha Kwaresma, ili kushinda majaribu mbalimbali, tunapaswa kuwa watu wanaopenda kusoma maandiko matakatifu, kuyatafakari na kuyaweka kwenye maisha. Shetani anapomchukua Bwana wetu Yesu Kristo anafanya nini? Yeye anamjaribu kwa maandiko, lakini Yesu anashinda majaribu hayo pia kwa maandiko. Imeandikwa, mtu hatoishi kwa mkate tu. Kwa hiyo jambo la pili ni tupende kusoma, kutafakari na kuishi maandiko matakatifu. Lakini jambo la tatu ni sala. Sala ni muhimu kweli kweli, ni silaha muhimu ya kushinda majaribu. Bila kuwa watu wa sala, kujipangia muda wa ziada kwa ajili ya kusali, hatuwezi kushinda majaribu. Na mfano mzuri ukisoma katika Injili ya Luka sura 22 aya 40 na 46, Yesu anawachukua wafuasi wake, anaenda kule katika bustani ya Getsemane kusali. Anawachukua wachache, anaenda nao watu 2-3, anawaambia bakini hapa msali, msije mkaingia katika majaribu. Anaenda kusali, anarudi, wamelala. Amkeni, acheni kulala, salini, msiingie katika majaribu. Kwa hiyo kama wewe hutaki kuingia katika majaribu, moja ya neno ambalo tunaambiwa ni kusali. Kwa hiyo kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi pia cha kusali. Lakini kingine ni sakramenti. Kumbuka siku ya Alhamisi Kuu Yesu anaweka sakramenti ya Ekaristi, anaweka sakramenti ya ukasisi, anaweka amri ya upendo, na anawaambia nyie mtanikimbia. Petro anasema hauwezekani Bwana, mimi siwezi kukimbia, hata ikija nini tufani, mimi na wewe. Lakini baadaye ndio huyo anamkana Yesu, sikutambui nini. Kwa hiyo wangeondoka pale na nguvu ya ile sakramenti ya Ekaristi, wangeondoka pale na nguvu ya sakramenti ya upatanisho, kwao wasingeingia katika majaribu, kwa sababu sakramenti hizi zinatupatia neema, zinatupa nguvu za kimungu. Kwa hiyo katika kipindi cha Kwaresma, moja ya jambo ambalo tunapaswa kuwa nalo karibu ni sakramenti mbalimbali, na hasa sakramenti hizi tatu: sakramenti ya Ekaristi, sakramenti ya wagonjwa na sakramenti ya kitubio. Hizi ni sakramenti za muhimu sana katika kipindi hiki cha Kwaresma, hasa katika kuyashinda majaribu. Sasa tunapozungumzia majaribu, nimesema kuna aina mbili. Kuna ile ya tufaa na ya pilipili. Haya hata Bwana wetu Yesu Kristo alikutana nayo. Anaanza utume wake, anajaribiwa na Shetani. Kuna mkate, kuna fahari, nitakupa mimi ufalme wote, sio nini, sijui ukiniangukia sio kufanya nini. Vile nilikuwa ni tunda, yani ya vitu vya kuvutia. Lakini anapohitimisha ile aya ya mwisho tunaambia nini? Akaachwa kwa muda mfupi. Na kweli Shetani alimwacha tu kwa muda mfupi apumue. Kwa nini? Kwa sababu baadaye akaleta tufani ya majaribu ya pilipili. Ndiyo mateso yake, kusulubiwa kwake na kifo chake cha aibu. Kwa hiyo Yesu aliyapitia yote. Alianza kwanza kujaribiwa na vitu vitamu vitamu, na ikafikia kilele yake katika majaribu ya pilipili, tena pilipili kichaa. Kwa hiyo ndio tunaona kipindi cha Kwaresma, moja ya jambo ni hilo la msingi, ni kuyashinda majaribu. Kwa sababu wengi huwa tunasahau kitu kimoja. Tunapozungumzia Kwaresma, tunazungumzia vitu viwili muhimu. Kwa mbatizwa ni kipindi cha maandalizi ili kuweza kurudia ahadi za ubatizo. Kwa wakatekumeni ni kipindi cha maandalizi ili kuweka ahadi za ubatizo. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma hiki ni kipindi kifupi cha siku 40 ambazo tunaulizwa swali, mwaka huu mzima uliopita umeishi vipi ahadi zako za ubatizo? Kama umeishi vyema, heri na hongera kwako. Lakini kwamba ukitambua kwamba
huu mwaka uliopita kwa kweli nimefinyanga tu, ndio kipindi, ndio maana tunaambiwa ni kipindi cha toba, kufunga na sala. Kwa nini? Kwa sababu tunajijutia mbele ya Mwenyezi Mungu. Mwaka uliopita toka Pasaka iliyopita mpaka sasa hivi majivu haya, maisha yetu hayakuwa sawa sawa. Kwa hiyo hilo pia ni jambo ambalo tunapaswa kulitazama, na ndio maana katika kipindi hiki cha Kwaresma, kama ulivyosema, liturujia yetu inaakisi hayo. Wale wakatumeni wanachaguliwa, kunakuwa na takaso la kwanza, la pili, la tatu. Unaona kuna hatua mbalimbali. Kila Dominika ni moja au mbili tu ambazo hakuna, lakini Dominika zote kuna kitu fulani ambacho kinahusika na sakramenti ya ubatizo. Funga katika siku 40, namba hii 40 ambayo umeizungumzia hapa. Je, kwa sisi wa Kristo wa Katoliki tunaihesabu vipi hii namba 40, zile siku kutimia 40? Kwa kweli ninachouliza ni kitu ambacho kinawasumbua wengi, na kila wakati sijui kwa nini hilo swali linakuja kweli kweli. Sisi siku tunaanza kipindi cha Kwaresma na siku ya Jumatano ya Majivu. Siku ya Jumatano ya Majivu ukiangalia mbele mpaka tufikie Juma Kuu, kunakuwa na siku 46. Sasa hizi sita hizi zinapotea wapi? Hizi sita kwa kweli ni zile Dominika 6 za Kwaresma. Dominika yoyote, iwe wakati wa Kwaresma, iwe wakati wa Majilio, iwe wakati wa kawaida, Dominika yoyote ni Pasaka ndogo. Kumbuka Pasaka yenyewe mpaka kutokea Pasaka ziko siku kuu 3. Kwa hiyo tunaanza ile Alhamisi Kuu, sijui Ijumaa Kuu mpaka. Kwa hiyo siku 3 ndo zinatengeneza Pasaka moja. Tukiipata Pasaka moja, kuna siku 8, oktava ya Pasaka. Ni siku hii, ni siku. Kwa hiyo tunapata Pasaka kwa siku 3, tunakuja ile Pasaka ile moja tunayoipata ile, tunakuja kuiadhimisha kama ilivyo kwa siku 8, ile oktava yote ya Pasaka. Na baada ya hapo kila Dominika ni Pasaka ndogo. Na ndio maana mara kwa mara wanasisitiza tuwe na msamiati wa Kikatoliki, wa Kikristo. Imani yoyote sio kana msamiati yake, ni imani ambayo inaelea tu juu, siku yote inaweza ikaanguka. Sisi Pasaka yetu kwa kweli ndiyo nini? Tunasema ni siku ya Bwana. Kwa Kilatini Dies Domini. Hiyo Dies Domini tumeitoa, tumeipata Dominika. Kwa hiyo sisi siku ya Pasaka yetu ni siku ya Dominika. Kwa hiyo kila siku tunapoenda ile kwenye maadhimisho yetu, ile siku ya kwanza ya juma, sio Jumapili. Ukisema Jumapili unazungumzia siku ya pili. Yaani ni sawa sawa na padre anasema Kristo amefufuka leo, siku ya kwanza ya juma, siku ya Jumapili. Yani kila mtu anapaswa kukushangaa, lakini basi tumezoea kusema hivyo. Kwa kweli Kristo amefufuka leo, siku ya kwanza ya juma, siku ya Dominika, siku ya Bwana ndio siku ya leo. Kwa hiyo Dominika yote si siku ya kufunga. Dominika yote ni siku ya furaha. Ukisoma katika Agano la Kale, Yeremia anawaambia watu, leo sio siku ya kufunga, sio siku ya kulia, nendeni mkale vinono na ulojolojo wake. Kwa hiyo siku ya Dominika yote ni siku ya furaha. Kwa hiyo ndio maana funga ya Kwaresma haihusishi hizi Dominika 6 ambazo ziko ndani ya kipindi hiki cha Kwaresma, na ndipo tunapata zile siku 40 za mfungo, siku za Kwaresma. Katika mfungo wa Kwaresma tumezoea, kwa sababu sisi ni watu ambao tunashirikiana pia na dini nyingine, tunaona nao waingia katika mfungo, lakini kwa Kristo wa Katoliki pengine haieleweki tunapofunga inakuwa na utaratibu gani? Maana kuna wengine tunao utaratibu wa kujiwekea chakula jioni na kula kwamba nimetoka kwenye mfungo. Utaratibu wa mfungo ukoje? Mwaka huu nilikuwa naangalia katika mitandao, hiyo ilikuwa ni moja kati ya hoja imezungumzwa sana. Kuna Monsignor Mbiku, Mungu amrehemu, alizungumzia sana juu ya Kwaresma. Kuna mwingine sio Padre Gandi analizungumzia. Yaani kukawa na majadiliano mengi sana juu ya nini tunachopaswa kufanya wakati wa Kwaresma. Sasa toka mwanzo niseme neno moja, na nikilisema hili linaweza likasaidia kufumbua fumbo hilo la nini tufanye wakati wa Kwaresma. Wakati wa Kwaresma hakuna jambo mmoja la kufanya. Wakati wa Kwaresma hakuna mtazamo mmoja wa kushika. Wakati mimi ningeweza kusema Kwaresma ni kama jambo mtambuka.
Yaani kuna mambo mengi. Na kwa nini? Historia ya kanisa ina zaidi ya miaka 2000. Katika miaka 2000 kuna desturi, mila mbalimbali ambazo zimeingia katika liturujia. Mara kwa mara unaweza kukuta jambo fulani au sherehe fulani, unakwambia hii sherehe sio ya mtakatifu nani, ilianza mashariki, na mashariki huko baadaye karne ya 7 ikaingia magharibi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tumetoa huku, hiki kimeingia, hiki kimeingia. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinahusika na kipindi cha Kwaresma. Sasa ukitaka kuona au ukitaka kuthibitisha hicho ninachosema, kwenye adhimisho la misa, kwenye adhimisho la misa kuna sala tunaoita prefacio. Prefacio ni ile utangulizi wa msala ya Ekaristi. Huwa tunasema Bwana awe nanyi, inueni mioyo, tumshukuru Bwana wetu. Ile ndio prefacio. Sasa katika kipindi hiki cha Kwaresma kuna prefacio 4 ambazo zinazungumzia maana ya Kwaresma. Sasa mimi ningependa nizitoe tu kwa kifupi tunafundishwa nini. Kwa sababu tunaadhimisha liturujia ya Kwaresma. Liturujia ya Kwaresma tunaambiwa tufanye nini. Mimi sitakuwa nasoma prefacio yote nzima, nitasoma tu zile sehemu ambapo inaelezea nini cha kufanya. Kwa manufaa ya mtazamaji, namba ya ukurasa wa misale. Kwa misale ni kuanzia ukurasa wa 522 mpaka 524 ndio tunazipata hizo prefacio 4 za Kwaresma. Prefacio ya kwanza inasema neno hivi: maana unawajalia kwa wema waamini wako wangojee kila mwaka kwa furaha mafumbo ya Pasaka ali wametakaswa mioyo. Kwa hiyo ni kipindi ambacho msingi wa mioyo yetu unapaswa kuwa na furaha. Na hiyo furaha inatokana nini? Tuitakase. Na ndio tumezungumzia juu ya majaribu. Ukiyashinda ya majaribu, manake nini? Hiyo moyo wako umeutakasa. Anaendelea, maadamu wanawajibika kwa bidii katika mazoezi ya ibada na matendo ya upendo. Kwa hiyo kipindi cha Kwaresma tunapaswa kuhusika na mazoezi ya ibada. Tumezungumzia juu ya sala, tumezungumzia juu ya sakramenti na matendo ya upendo. Kwa hiyo mimi mfano nafunga, nasema funga yangu mimi. Wewe unaweza kuwa na kwako, cameraman pale anaweza akawa pia na aina yake ya funga. Mimi funga yangu nasema kwamba sitokula chakula cha mchana. Na chakula cha mchana labda kinanigharimu shilingi 800. Hii 800 yangu hii ina faida mimi nikienda kumpa mwingine, matendo ya upendo. Kwa hiyo ishi tu, yani mimi nikifunga kwa kuacha kula sawa, kwa sababu tutaona huko kwamba ukifunga ile njaa ikikubana sawa sawa inakusaidia kuondoa ukaidi. Lakini moja hapa tunachoambiwa, tunapofanya funga yetu itusaidie katika kufanya nini? Katika matendo ya upendo, matendo ya huruma. Prefacio ya pili ya Kwaresma inasema hivi: wewe uliowekea vema maana kipindi maalum kwa ajili ya kutakasa roho zao, ili wao kwa kuyahamishia mawazo yao mbali na tamaa mbaya waache kuyaegamia mambo yapitayo, bali waambatane zaidi na yaliyo ya milele. Kwa hiyo wakati huu fikra zetu tunaambiwa tuziweke mbali na tamaa mbaya. Mimi hata nikifunga lakini mawazo yangu yote yametuama katika tamaa mbaya, hiyo sio funga. Kwa hiyo moja ya funga yetu ni hiyo, tuachane na mawazo ya tamaa. Unamwona mwenzako yule jamaa analinga sio nini, unamsema mwenzako sio unafanya nini. Hayo sio mawazo ambayo tunapaswa kuwa nayo wakati wa Kwaresma. Prefacio ya tatu inaeleza nini juu ya nini? Inasema hivi: wewe unataka sisi tukutolee shukrani kwa kujinyima, ili kwa njia hiyo hata sisi wakosefu tuondolewe ukaidi. Kuna watu wakaidi, kuna watu wabishi. Hiyo nilikwambia majadiliano katika makundi mbalimbali walikuwa wanasema, yani kuna watu wengine wakaidi hawasikii. Wewe kama unasema mimi siku nzima sili, heli yako. Mimi sili mlo mmoja, heli yako. Lakini sasa usio mkaidi wa kutaka kila mtu afanye unachotaka kufanya wewe. Nisema mfano mmoja na rafiki yangu mmoja. Naweza kumsema Padri Wigila. Padri Wigila hapendi kula. Yaani yeye kula yani hajui kula yani hapendi kula. Lakini mimi napenda kula.
Wigilo ukimwambia Kwaresima yako uache kula, atapiga vigelegele kwa sababu kwake yeye ndio anachopenda, ndio. Lakini kwa mtu anayopenda kula, akifunga kula, utamuona. Kwa hiyo kila mtu ana uwezo wake. Mtu huko kule Njombe, Makete kule, ukimwambia aache kunywa maji, kiwa kimtesi chochote, yani anaweza kukaa siku nzima bila kunywa maji kwa sababu kule sema baridi. Lakini Dar es Salaam unajua kama tulionalo, hebu kaa masaa 3 hujanywa maji, unakuwaje? Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza ni hicho, kila mmoja aangalie nini nitakachokifaa, kwa sababu mwisho wa siku kipindi cha Kwaresma unatakiwa iwe na metanoia, ubadilike, uwe kiumbe kipya. Na prefasio ya 4 inasema neno gani? Wewe kwa njia ya mafumbo ya kimwili unazuia vilema vyetu. Unaona, kwa mafumbo ya kimwili, huko kujitesa kwako, huko kuacha kwako kula, huko kiu chako, kunasaidia kuyabadilisha vilema vyetu vya kimwili. Unainua roho zetu, unatujalia fadhila na thawabu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo haya ndiyo mambo ambayo kadhaa ambayo tunaweza tukayafanya katika kipindi hiki cha Kwaresma kikawa na faida kwetu. Ulichosema ni kwamba watu ambao tuko pwani, funga yetu wengi wetu inaathiriwa kwa sababu kuna ndugu zetu wanafunga nao. Kwa hiyo mara kwa mara tunafikiri funga yao ndio bora zaidi, tunataka kuingana na wao. Funga ya Kikristo na funga sio ya Buddha au ya Washinto au ya Waislamu wanane, kuna tofauti. Haya tuliyoambiwa ndio ambayo tunapaswa kuyazingatia tunapofunga. Lakini labda nisisitiza katika jambo moja. Mimi ninapotaka kufunga kuna vitu vitatu nivizingatie. Cha kwanza, kama alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo, alienda jangwani kufungwa akiongozwa na Roho. Kwa hiyo hata mimi funga yangu napaswa kuwa na tafakari na sala na kuomba, nimwombe Roho, nipeleke jangwani, nisaidie, nataka nifunge nini? Yaani isiwe funga yako tuwe mwenyewe. Ikiwa funga yako mwenyewe unaweza kaona unafanya kitu kikubwa kweli kweli, kumbe hakuna kitu. Kwa hiyo funga yako ili kusudi iwe na thamani, iwe na thawabu, cha kwanza sali, omba Mwenyezi Mungu akupe Roho wake Mtakatifu. Nini anakutaka wewe mwaka huu ufunge? Ya kwanza ya. Lakini pili, muombe jirani yako, mwenzako wa ndoa, rafiki yako, yule ambaye uko karibu naye, muombe. Ndugu yangu, wewe unafikiri mimi mwaka huu nifunge nini? Kwa sababu huyu ambaye uko karibu nako anakujua wewe. Anaweza kusema kabisa, wewe mwaka huu haya mambo ya kukana njaa, kiu, nini, wala usihangaike nayo. Acha, tenga muda wako, acha kuangalia television. Kwa sababu umetoka asubuhi mpaka jioni huko kwenye television, unaangalia sio tamthilia gani. Yaani ukipunguza huo muda wa television, uweke huo muda kwa ajili ya kukaa na familia yako, watoto wako, utembelee ndugu na jamaa. Unaona, wewe unaweza ukawa huna wazo kabisa. Yaani kuna mtu ukimuuliza, unaweza watu 10 ukawaambia funga yako ikoje. Yaani mwingine hawezi kuona hiyo shida anaokuwa nayo kutokana na television, anaokuwa nayo sijui kutokana na simu. Watu wanatumia muda mwingi kwenye simu kuliko muda wanaotumia kusoma maandiko matakatifu. Kwa hiyo ni jambo la muhimu kweli kumtafuta au kumuomba huyu ambaye anakufahamu, yuko karibu na wewe, akusaidie mwaka huu nifunge nini. Kumbuka Bwana wetu Yesu Kristo aliwaambia mitume wake, watu wanasema mimi ni nani? Kwa hiyo hata wewe useme mimi unaniona katika funga hii nikoje. Lakini tatu, kwetu sisi huko ni bado halijakomaa. Lakini kwa Mkristo yote ambaye anatafuta ukomavu wa kiimani, anapaswa kuwa na baba wa kiroho. Anapaswa kuwa na muungamishi. Kwamba mimi mara kwa mara naweza kujipangia miezi 3, miezi 6 naenda kuzungumza na baba yangu wa kiroho. Kwa hiyo baba wa kiroho anajua milima na mabonde ya maisha yangu ya kiroho. Huyu anaweza kunishauri ufanye nini katika Kwaresima hii. Na wengine wana muungamishaji wao. Yaani ni sawa na nini? Kuna mtu unakuta anasema mimi na mwanasheria wangu, mimi na daktari wangu. Hata katika maisha ya kiroho unapaswa kuwa nayo. Mapadi, watawa, wa seminari wanao, lakini waamini wa leo wengi hawana. Lakini ni moja kati ya desturi nzuri. Padi mmoja ambaye yuko karibu nawe, unaweza kumfika kwa rais, unamuomba, unapata naye, unakubaliana, huyu ndo anakuwa kiongozi wako wa kiroho, anakuwa pia muungamishi wako.
huyu kiongozi wako wa kiroho au huyu muungamishaji wako anaweza kukwambia katika mfungo wako huu kulingana na hatua uliopiga katika maisha yako ya kiroho ufanye nini, ufunge nini, uache nini, ujikatalie nini. Kwa hiyo funga yako ukitaka iwe bora, haya ni mambo ya muhimu kuyazingatia, na hapo utaweza kujua. Kwa sababu kuna wengine unaweza ukaamua upande mlima Kilimanjaro, lakini miguu yako dhaifu, haina uwezo wa kutembea katika milima Kilimanjaro, lakini ukienda sijui pwani, basi unaweza kuwasaidia watu kuvuta kamba, kuvuta mashua zinazo kutoka katika bahari. Kwa hiyo kila mmoja, napenda kusisitiza tena, hakuna aina moja ya Kwaresma. Ulivyo ukomavu wako wa kiimani, uwezo wako. Yani kuna mwingine yani sio hadithi, ni kweli. Kuna siku moja nilikuwa na dereva bodaboda, kuna mtu nilimpelekea vitabu. Baadaye akasema, "Father, umeshakunywa chai?" Akasema, "Sina chai." Basi karibu, ilikuwa kwenye hoteli fulani. "Umekuja nani?" "Nimekuja na bodaboda." "Sasa mbona yeye mwiti?" Tukamwita. Kwa hiyo tukakaa pale watatu. Huyu bodaboda yani alifurahi kweli kweli, aliagiza makeki, sio manini. Hoteli kubwa, mimi sio nikaagiza kitu gani. Lakini yule ambaye tulienda kumpelekea vitabu ndio yule ambaye ametukaribisha kwenye chai. Yani ilibidi mpaka aitwe mpishi mkuu na kuambia sijui maziwa sio nataka sio maziwa ya nini ya ngamia, sijui kusio na nini. Yani vitu vidogo yani, akaletewa yani mpaka chakula chake kuja ile chai yake ije ilichukua zaidi ya dakika 45 na kimekuja kitu kidogo kwenye kisahani. Sasa mtu kama leo ukimwambia afunge kuna faida gani? Kula kwenyewe sasa na kufunga. Kwa hiyo ninachotaka kusisitiza, kila mmoja wetu kwa namna yake, uwezo wake, ukomavu wake, pochi yake, familia yake, aone jinsi gani. Lakini cha msingi mimi nibadilike, niwe mwema zaidi, niwe mcha Mungu zaidi, lakini si tunishie mimi, niweze kuwa msaada kwa wengine, niweze kuwa mkarimu kwa yale matendo ya huruma ya kiroho na ya kimwili, nikiweza kuyatekeleza kwa sababu ya mfungo wangu, hapo nimefanya inavyopaswa. Na vipi wale ambao tunaandaa chakula cha jioni katika siku za mfungo, wengine wanaita iftari? Hilo neno kwetu hatuna hilo neno. Lakini sasa kama nilivyosema, hakuna aina moja ya Kwaresma. Kwa hiyo ukiwa una iftari wako kwako safi, imekusaidia wewe kukubadilisha, imekusaidia wewe kuwa mkarimu kwa wengine, safi kabisa. Kwa hiyo naomba na mimi nisingie kwenye mtego. La msingi ni lile moja, hakuna aina moja. Kile kinachosaidia kubadilika, kile kinachosaidia wewe kuwa mkarimu, ndicho ambacho kinachotakiwa ukifanye wakati huu wa Kwaresma. Tunapozungumzia kipindi hiki cha Kwaresma, ndani yake tunakutana na ile wiki wanasema Juma Kuu, na kimsingi wengine huwa tunashindwa kuweka sawa hili Juma Kuu linaanza lini hasa. Kwaresma inaanza na Jumatano ya Majivu, napaka majivu. Nini ambacho huwa tunakisahau? Kwaresma inaanza na Jumatano ya Majivu na inahitimishwa na Dominika ya Matawi ya mateso Bwana wetu Yesu Kristo. Ndio kipindi cha Kwaresma. Na hapo ambacho huwa tunakisahau ni kwamba Kwaresma inaanza na mateso, inahitimishwa na mateso. Kwa maana gani? Majivu tunaopakwa siku ya Jumatano ya Majivu ni majivu ya matawi tuliopewa siku ya Dominika ya Matawi ya mateso ya Bwana wetu. Kwa hiyo tunapoanza tunakumbushwa juu ya mateso, tunapaka majivu. Tunapohitimisha kipindi cha Kwaresma tunahitimisha na Dominika ya Matawi ya mateso. Kwa hiyo tunaanza na mateso, tunahitimisha na mateso. Haya majivu ambayo yanatukumbusha mateso yana maana gani kwetu? Mambo mawili ya muhimu. Cha kwanza, inatukumbusha juu ya toba. Inatukumbusha juu ya toba. Nani huyu? Ukisoma kitabu cha Judith, Waisraeli ndio wamerudi tu kutoka uhamishoni, hawajakaa sawa sawa, wajipanga sawa sawa. Wanasikia huko mfalme wa Syria Nebukadneza na mjemedali wake wanataka kuja. Walichofanya wao ni nini? Wote wakaenda hekaluni, wakalala, wakajivika magunia na kujimwagia majivu, kuomba toba, kuomba msamaha. Ndio hivyo hata watu ninao wanaenda kule kuangalia. Hivyo kuanzia mfalme, wanyama, nani, wote wakajipaka majivu. Ni alama ya toba. Kwa hiyo hata sisi kipindi hiki cha toba, kama nilivyosema, tunajiandaa kurudia hali zetu za ubatizo. Lakini bila shaka
katika hii mwaka mzima kulikuwa na maanguko mengi, ndio maana tunaingia katika toba. Lakini pia majivu haya yanatukumbusha kwamba sisi binadamu ni majivu. Leo tupo, kesho hatupo. Huwa tunasahau sana kwamba tunakufa. Wengi ukisikia mtu akisikia fulani amekufa, jambo la kwanza nani? Yule mgonjwa. Unaona, mara kwa mara watu tunafikiri wagonjwa ndio ambao kifo akichagui, hakina mpango, hakina nini. Kwa hiyo kipindi hiki pia tunakumbushwa tusisahau. Hapa Pugu kuna moja kati ya vibao unasema nini? Mlivyokuwa nyinyi ndivyo tulivyokuwa sisi, tulivyo sisi ndivyo mtakavyokuja kuwa nyinyi. Kwa hiyo kifo ndiye mchungaji wetu, yani hata tukifanya nini. Kwa hiyo cha msingi si kuogopa kifo, cha msingi sio kulia, cha msingi ni kujiandaa. Na ndio maana katika sala ya Salamu Maria, utuombee sasa na saa ya kufa kwetu. Kwa hiyo kila wakati tunapaswa kujikumbusha hivyo, na tukijikumbusha hivyo kwa kweli kuna mambo mengi tutaepuka. Kuna majaribu mengi, yani kuna majaribu unataka kutoka hapa si uende wapi, ukikumbuka iko unachoenda kufanya kwa sio sawa sawa, na hapa katikati kifo kinaweza kanichukua, ni moja kati ya kitu ambacho kinaweza kurudisha nyuma. Kwa hiyo ni muhimu sana. Juzi nilikuwa nazungumza na watu fulani, naambia kuna desturi nyingi za Kikristo, za Kikatoliki ambazo sijui kwa nini tumezisahau, tumezipoteza vivi. Moja ya desturi hiyo ni kwamba sisi tunapaswa kusali malaika wa Bwana saa 12 asubuhi, saa 6 mchana na saa 12 jioni. Maana yake nini? Tunasali muda huo kutakatifuza wakati wote uwe mtakatifu, wakati wote uwe wa Mungu. Mimi nikiwa sokoni, nikiwa uwanjani, nikiwa sijui shambani, ule wakati ule unapaswa kuwa mtakatifu. Lakini sasa desturi gani ambayo tumesahau? Kila tukimaliza kusali malaika wa Bwana tunapaswa pia kuwaombea marehemu. Raha ya milele uwape Bwana, na mwanga wa milele uangazie. Kwamba sisi wenyewe tunajikumbusha juu ya kifo. Kama huu wakati ni mtakatifu na bado tunajikumbusha juu ya kifo, manake ile kumwomba Mama Bikira Maria tuombee sasa na saa ya kufa kwetu itakuwa na maana. Kwa hiyo hata kipindi hiki cha Kwaresma tukumbuke hivyo. Sisi ni majivu na majivuni tutarudi. Nani alikuwa anatania askofu wa Bagamoyo, mpya wa Bagamoyo, nasema jamani, sisi wote ni Baba Msomba, sisi wote ni marehemu watarajiwa. Kwa hiyo na sisi wakati mwingine tujiombee wenyewe. Raha ya milele unipe Bwana, na mwanga wa milele uniangazie, nipumzike kwa amani. Watu walicheka sana, lakini ndio kweli, ndio huo. Sisi wote ni marehemu watarajiwa. Hatujui dakika ambayo tunaondoka. Kipindi hiki cha Kwaresma hilo tunapaswa liwe karibu. Umezungumzia kuhusu Dominika ya Matawi, Ndiyo. Dominika ya Mateso. Pengine labda nijaribu kuuliza hasa kuhusiana na liturujia husika ya Dominika hiyo ya Matawi. Tunaisikia inaitwa Dominika ya Mateso, lakini tukiiona inapoanza iko na furaha, na wengine tunaichanganya, hatuelewi kwa nini liturujia ile iko katika mchanganyiko huo. Nitasema kidogo kwa nini, kwa sababu leo ningependa tusimame sana hapa kwenye Kwaresma. Lakini ile ina majina mawili. Kuna wengine wanazoea kuita Dominika ya Mateso, wengine ya Matawi, lakini baada ya mtaguso mkuu wa pili wa Vatican zimeunganishwa hizo mbili. Na ndio maana unaona ibada yake kama ni matukio mawili tofauti. Tunaanza nje kwa furaha na ndelemo na matawi nini, tukifika ndani tunasoma mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo unaona ni vitu vile tofauti. Tumeanza na furaha na ndelemo, tena sio na furaha na ndelemo. Makanisa mengi na kelele na kukimbizana, kwa sababu watu wakishachukua matawi baada ya kufuata maandamano, kila mtu mbio kutaka kuwahi viti kanisani. Si sawa sawa. Inabidi tujipange vizuri kuliturujia. Kwa hiyo siku ile ndio tunaingia Juma Kuu. Ulikuwa unazungumza ndio tunaingia Juma Kuu. Kwa hiyo kuanzia Dominika ya Matawi ya mateso Bwana wetu Yesu Kristo na kuendelea tunaingia katika Juma Kuu. Sasa matazamo yetu yote katika Pasaka, mateso, kifo na ufufuko wa Bwana. Huku tulikuwa ni maandalizi haya yote haya kwa ajili ya ile mkesha wa Pasaka. Ndio siku ambayo kwa kila mmoja wetu sisi tunarudia ahadi za ubatizo, na Wakatomeni wanaweka ahadi zao za ubatizo. Kwa hiyo Kwaresma rasmi, Dominika ile ya Matawi ya mateso ndio inaisha, na tunaingia sasa katika lile Juma Kuu. Kuna Wakristo wengi wako aina mbili. Kuna hawa Wakristo wa Jumatano ya Majivu na Juma Kuu.
Kuna Wakristo ambao kanisani ni siku hizo 2 tu, lakini si vibaya sana, kwa sababu angalau Kwaresma wamekuja na Juma Kuu wamekuja. Lakini Ukristo wetu haupaswi kuwa wa Jumatano ya Majivu na wa siku ya Juma Kuu. Unapaswa kuwa ni Ukristo wa kila siku, sio wa jina. Na ndio maana tunaalikwa kwa namna ya pekee katika kipindi tubadilike, mtazamo wetu, mwenendo wetu uwe tofauti. Umezungumzia hapo, kuna mtu ananichekesha, majivu kuna wengine yana thamani kubwa kuliko. Unajua tunasema nini? Ukikuna nazi unapata yale machicha, au ukikamua unapata tui na machicha. Yaani lile tui la Jumatano ya Majivu wengi hawalijui thamani yake. Yaani wao thamani yao ni katika machicha ya Jumatano ya Majivu. Kwa nini nasema hivyo? Tumezungumzia juu ya Jumatano ya Majivu, inazungumzia juu ya toba, inazungumzia kutukumbusha juu ya kifo, lakini watu haya hawayakumbuki. Yaani mtu tumemaliza Jumatano ya Majivu, anakuja Alhamisi atataka na hapako majivu, kama vile tuna Alhamisi ya Majivu, au kama tuna Jumamosi au Dominika ya Majivu. Sasa mpaka unashangaa, unaambia wewe, mtu haoni thamani ya Ekaristi kwa sababu akuja kwenye misa, akija haombi umkomunishe, anaomba majivu. Kwa hiyo unaona kama wakati mwingine vile ambavyo tunavipa thamani sio ndio venye thamani, vile venye thamani tunavisahau. Kipindi cha Kwaresma, hayo ndiyo mambo ya msingi, toba yetu, metanoia yetu, mabadiliko yetu, ukarimu wetu, lakini hasa sisi ni majivu, hatuna chochote. Usijione kama kuna kitu kingine chenye thamani kuliko uhusiano wako wa karibu na Mwenyezi Mungu, kuliko uhusiano wako wa karibu na jirani yako. Na ndio vitu ambavyo vinasisitizwa sana katika kipindi chote cha Kwaresma kabla tujaingia katika Juma Kuu. Nashukuru sana baba, tumezungumza vizuri kipindi hiki cha Kwaresma, tumeona mengi. Labda mimi niombe kuongezea yangu mawili tu ambayo pengine inaweza kaa yako nje, lakini kilitujia tunayaona yakifanyika kila siku. Ni vema kuyafanyia marekebisho. Moja, kwenye liturujia ya neno, hasa wakati wa usomaji wa Zaburi, tunaona zipo parokia wanatumia ile Gregorian chant, wanatumia mwendo huo, lakini wengine wanaimba, wanakwaya. Sasa inakuwa kwa jimbo kule Dar es Salaam tumekuwa muda mwingine haieleweki hilo. Lakini la pili pengine ambalo nitamani ulizungumzia kidogo ni ule wakati wa baada ya kukomunika. Kuna parokia ambazo zinapiga magoti na kusali sala Mtakatifu Inyasi, lakini kuna nyingine unakuta zinapiga tu magoti wakati Ekaristi inarudishwa kwenye tabernakulo. Wala mambo hayo mawili nitamani uyazungumze. Inapohusu liturujia na hasa na changamoto nyingi, na tunahitaji muda, taratibu tutaenda. Sisi hapa tuna miaka mingapi? Miaka 150 na kwa sababu tulifanya ile jubilea miaka 150 miaka michache iliyopita. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu, na tunajitahidi kufundisha, tunajitahidi kuwashirikisha, lakini mara kwa mara bado kuna mabonde na milima, na kuna wengine kama ile kufunga vyetu vituondolee ukaidi. Nitasema mfano mmoja wa hiyo ukaidi ambao unaweza kuingia hata katika mambo ya nyimbo. Lakini niseme kwa ufupi ni kwamba Zaburi au wimbo ule wa kitikizano, Zaburi ile wimbo wa katikati ni neno la Mungu, ni sehemu ya neno la Mungu. Zaburi ni moja kati ya vile vitabu 72 vya Agano Gale na Jipya, ni hilo. Kwa hiyo ni sehemu kabisa ya maandiko matakatifu. Sasa linaposomwa linapaswa kuwa tukiimba tunapaswa kuimba tofauti na wimbo wa kawaida. Nyimbo nyingi zinatokana na Zaburi, nyingi kweli kweli zinatokana na Zaburi. Kwa hiyo nyimbo hizo zinapaswa kuwa tofauti zinapoimbwa kama somo na inapoimbwa kama wimbo wa kawaida. Bwana ndiye mchungaji wangu unaimbwa mara kwa mara. Kwa hiyo ukiimbwa tu kama wimbo tu wa kawaida unapaswa kuimba, lakini likiimbwa kama somo inapaswa kuwa tofauti. Ndio maana likinapoimbwa kama Zaburi kama somo inapaswa kuimba kwa kuburuza, kwa Kigregori. Ndio kinapopaswa kufanya. Mtu akipita nje ukakisikia mnavyoimba anajua kabisa huo ni somo Zaburi, sasa hivi ndio wanaimba. Na tofauti ule wimbo ule ukiimba sio wakati wa komunyo au wakati wa matoleo, unapaswa kuwa tofauti.
Parokia nyingi zimeshatambua hilo, lakini kama nilisema bado zingine taratibu, lakini tutafika. Lakini hapa nataka kuzungumzia wakati wa Kwaresma, mtu anapopita nje anapaswa hata katika nyimbo zetu aone kuna utofauti fulani. Uwezo wakati wa Kwaresma, wakati wa toba, maana nimezungumza ni wakati wa toba. Wakati wa toba mnapiga ngoma, mnapiga vinanda, mnacheza. Hata nyimbo za Kwaresma tuni yake ni tofauti kabisa na nyimbo za Pasaka au za Noeli. Kwa hiyo hata hizi pia zinapaswa kuwa tofauti. Kwa hiyo wakati huu kwa kweli kwa jimbo letu tunapaswa kuimba bila kutumia ala yoyote, bila kutumia kinanda, isipokuwa Dominika ya 4 ya Kwaresma. Dominika ya 4 ya Kwaresma ni Dominika ya furaha. Watu wasikie, mbona kulikuwa na kimya nini? Sasa mbona leo nini? Leo tofauti, unaona hata padre amevaa vazi tofauti, hata huko unaona kabisa kuna ngoma, kuna kinanda. Lakini yani kuna parokia zingine yani ni ukiwaambia juu ya kinanda, juu ya ngoma, usiwagusi hapo. Kipindi hiki kinatawaliwa mno na ukimya, na ndio maana hatuna utukufu, sijui hatuna haleluya, hatuna nini. Yani ni kipindi tofauti. Kwa hiyo hata na sisi katika uimbaji wetu, utumiaji wa ala kinanda, tunapaswa kuwa tofauti. Lakini tunapenda kuyaingiza mazoea katika kila kitu. Tumezoea kupiga kinanda, tumezoea kupiga ngoma. Kwa hiyo hata katika kipindi ambacho hatupaswi kufanya hivyo, hatujui kufunga break. Kwa hiyo uliosema kwamba mfano nini, mwambie jirani yako akwambie au rafiki yako nifanye nini Kwaresma hii. Mimi ningemjua mpiga kinanda, ningeambia Kwaresma hii tuliza vidole. Kila siku asubuhi unapotaka kwenda kanisani, vikande vitulize, kusudi upate nguvu Dominika ya 4, lakini upate nguvu zaidi siku ya Pasaka. Kwa hiyo mimi wapiga kinanda wote na wapiga ngoma, na rafiki yangu mmoja kwa anakaa Tegeta, yani angeniambia nini uwe mfungo wake mwaka huu, atulize munkari wa vidole vyake katika kipindi hiki cha Kwaresma. Na hiyo itawasaidia watu. Unajua mtu akifika akishtuka, akiona kuna kitu sio cha kawaida, kinamfanya atafakari, kinamfanya aulize, na hapo tunaweza kumsaidia zaidi. Juu ya baada ya komunyo, ukisoma katika kitabu hiki Misale, kwa sababu kila wengi wanayo, maelezo yapo nini tunapaswa kufanya baada ya kukomunika. Ulisema sijui niseme na ukurasa. Ukurasa wa 589. Ukurasa wa 589. Kwa hiyo tumesha komunika nini kinachofuata. Baada ya hayo, kuhani anaweza kurudi kwenye kiti chake. Wote wanaweza kufanya sala ya kimya kwa muda mfupi, na wanaweza au wanaweza kuimba zaburi au wimbo mwingine wa masifu au utenzi. Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi linaloshauriwa baada ya hapo, kuwe na kimya cha tafakari na kufanya sala binafsi. Hakuna sala ya pamoja wote. Hakuna tendo lolote ambalo tunapaswa kufanya kanisa zima. Huyu mtu amerudi kukomunika, amesimama, yuko sawa. Huyu amemaliza kukomunika, amekuja amepiga magoti, yuko sawa. Huyu amemaliza kukomunika, amekuja amekaa, yuko sawa. Kwa hiyo haya ndio maelekezo, lakini ndio shida kweli kweli. Na labda kwa nini maelezo yake. Katika Misale humu kuna sala 9 za shukrani baada ya komunyo zinatolewa. Kwa hiyo kama nilivyosema, kuna sala ya Mtakatifu Inyasi, kuna sala sijui ya Mtakatifu Antias, ziko 9. Yoyote kati hiyo mtu anaweza akasali. Sasa kwa nini mimi nichaguliwe tu moja? Kila mtu anaweza kusali ya kwake. Cha msingi tumpe huyo mtu nafasi ya ukimya, asali mwenyewe binafsi. Hilo ndio maelekezo yapo. Ukimya katika misa ni muhimu mno. Yaani moja kati ya matendo ya kiliturujia, tunasimama, tunaketi, tunapiga magoti, padre au nana analala kifudifudi, lakini moja ya tendo muhimu kweli kweli ni ukimya. Na katika misa kuna nafasi 5 za ukimya. Mfano mwanzoni pale pana tuombe, padre tunapoanza mwanzoni kabisa wa misa, tuombe, padre anapaswa kukaa kimya.
Ile sala ile anaposema tuombe inaitwa collector. Collector kwa maana gani? Ni neno la Kiingereza linakusanya. Kwa hiyo kila mtu anapokuja kanisani, licha ile nia maalum au nia maalum zinaposemwa pale, nia za misa zile, anapaswa pia awe nayo mwenyewe moyoni mwake, ya kwake binafsi. Anaposema tuombe, anakaa kimya. Sasa pale ndio useme ile nia yako, na ile sala inanyanyua zile nia zetu zote kwa pamoja, inakusanya zile. Lakini kila baada ya somo tunapaswa kuwa na ukimya. Padi baada ya homilia kunapaswa kuwa na ukimya. Masomo na homilia tunakaa kimya kwa maana gani? Ni tafakari, ili somo nililosikia limeniambia nini? Ili somo nililosikia linataka mimi nigeuke vipi? Ili somo nililosikia mimi napaswa kwenda kufanya nini? Mimi nikilisikia somo bila ya uamuzi kwamba nikitoka hapa naenda kugeuka kufanya nini, manake mimi sikusikia lile somo. Na ndio maana kati ya moja ya ile salamu za mwisho kabisa, nendeni mkahubiri injili ya Bwana. Mmesikia, sasa nendeni mkaishi. Kwa hiyo mimi kila baada ya somo na homilia lazima niseme nini ninachoenda kukifanya. Naenda kule kutangaza habari njema ipi? Mimi nataka kubadilika kitu gani? Na pia kuna ukimya ile baada ya kukomunika. Nimekula hiki chakula cha mbingu, sasa naenda kufanyia nini? Sisi kwetu jioni mnapanga mambo ya kesho yake. Mnasema kesho siku nzima tunaenda kushinda shambani kulima. Unapikwa ugali wa muhogo, mnakula mmeshiba kweli kweli. Kule siku nzima mko shambani, mchana ukisikia njaa unaenda kunywa maji tu. Ule ukinywa maji, ule ugali wa muhogo unayeyuka, unashiba upya, unaendelea na kazi. Kwa hiyo kila chakula unachokula unaenda ukifanyia nini? Ndio maana unapata hiyo nafasi ya kimya. Unashukuru kwa kulishwa chakula cha mbingu, chakula cha kiroho. Sasa Kristo baada ya kunishibisha, naahidi kwenda kufanya kazi yako, naenda kufanya hiki. Kwa hiyo pale pana nafasi ya ukimya. Wanasema inasema pale kama ukimya au, kwa hiyo cha kwanza ni ukimya. Lakini inaweza wakati mwingine kusio na ukimya. Kusio na ukimya kwa maana gani? Kama sisi tumemaliza kukomunika katika ukimya, tumeimba, bado watu labda robo kanisa hawajakomunika, tumenyamaza kimya, ile nafasi sasa ya kushukuru na kujipangia mikakati nini. Kwa hiyo tukimaliza hapo, tumemaliza na ukimya, tunaweza kuimba wimbo. Tena hapa hawajasema wimbo wa sifa, wametamja kabisa Zaburi au nini au ndio. Lakini kwa hiyo taratibu, na tatizo hilo sio hapa, liko kote duniani. Yani vitu vya uchaji, tunazungumza liturujia na uchaji. Vitu vya uchaji, hizi devotion zinawagusa sana watu. Yani watu wanaguswa zaidi na vitu vya uchaji hata vile vitu vya liturujia. Ukigusa hata vitu vya uchaji, wakati mwingine kuna maporomoko na gharika zinatokea. Lakini basi taratibu tutaelimishana, tutafika tu. Nashukuru sana baba, nafikiri kwa leo haya yanatosha kabisa kuweza kuelewa katika swala la Kwaresma, lakini pia tumegusia na mambo hayo ya kiliturujia. Wakati mwingine ambao utakuwa na nafasi, tutakuomba usituchoke. Sio wakati mwingine tukiwa na nafasi, Mwenyezi Mungu akitupatia nafasi. Sisi hiyo nafasi tunaipata wapi? Yeye akitupa nafasi. Basi usituchoke pia, Mungu atapotupa uhai wa kuweza kuwa tena pamoja nawe. Tunashukuru kwa hayo, lakini pia nikushukuru wewe mtazamaji ambaye ulikuwa nasi tangu tulipoanza kipindi hiki na hata hapa sasa tunapohitimisha. Endelea kutazama Jugo Media Kiganjani mwako, na mimi ni Daniel Anton Lingwentu, rubani wako injilishaji, leo nikiwa maeneo haya ya kituo cha hija cha Pugu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Tukutane tena wakati mwingine. Kama ambavyo tulianza kwa sala, ni muombe baba atusaidie kumaliza kwa sala. Karibu. Bwana awe nanyi, nawe awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina.